Karagwe Kishao. Nuru hiyo imeng'ara Karagwe Kishao kwenye kongamano la kiutumishi. Inang'ara tena inang'ara. Tarumbeta imeshapigwa, filimbi imelia. Habari ni semina Kishao. Maelfu wanaelekeza nyuso zao Karagwe. Wakati umewadia wa kuelekea huko kuitafuta ile nuru ya kweli. Mambo ni moto, tena kumechangamka. Ni siku 7 za ukombozi ama upatanisho wa Mungu. Tuna kongamano. Tunamalizia huduma Karagwe kwenye kongamano la kimataifa. Baada ya kuzunguka ulimwenguni kama nilivyozungumza kwenye ile hotuba ya mapokezi bila kuirudia, tumerudi Karagwe kuandaa kongamano la kimataifa. Tutakutana hapa. Ilikuwa tukutane tarehe 8 mwezi huu, lakini tumeahirisha kidogo kwa ajili ya hali iliyopo kwa sasa ya maandamano na vitu vingine. Kwa hiyo tutakwenda moja kwa moja tarehe 15 mwezi wa 12. Tumeforward mbele mpaka tarehe 15. Tumechelea. Unaweza watu wakasafiri lakini wakaulizwa vitambulisho, wakatoka nje kule, wakaulizwa unatoka Kenya, ikaonekana na wewe umekuja kwenye maandamano. Huenda shetani akakuunganishia hapo kwamba na wewe ni jinsi wakati umekuja kwenye kongamano. Polisi wanaweza wasijue kwamba umekuja kwenye, ukakuta umeunganishwa kwenye matatizo ambayo hayatuhusu, hayawahusu wa Kenya ama wa Zambia ama wa Burundi. Kwa hiyo ukakuta tumeona hiyo tuipishe kwanza ishe, alafu tutapanga mipango yetu baada ya hapo. Hadi kisha kuwa mbaya, hata ukitoa maelezo hawakuelewi. Ni kweli? Askari wanaweza kuchana zile barua za mialiko wakasema na wewe ni jinsi, wakakutia kwenye karandinga, wakakupeleka ndani. Sasa Biblia inasema busara wailisha hasira. Kwa hiyo kwa kufanya mashauri, kwa wingi wa mashauri fanya vita. Kwa misingi hiyo tumeona tuforward mbele mpaka tarehe 15. Kwa hiyo tuendelee kutangaza maaskofu na wachungaji na watu wengine kwenye TV, kwenye YouTube kwamba tarehe itakuwa tarehe 15 mwezi wa 12. Tutakuwepo siku 7 hapa. Usikose, ukisikia tangazo hili uambie na wengine. Mhubiri wa kimataifa Bishop Robert wa Kanani Bible Church, hivi ndivyo anapomalizia ratiba ya Injili mwaka 2025 kwa kongamano kubwa la kiutumishi Karagwe. Hivyo basi anakukaribisha sana kwenye kongamano hilo la kihistoria litakalofanyika mwezi Desemba mwaka huu 2025 kuanzia tarehe 15 hadi 21. Kimataifa huhudhuriwa na maelfu ya watu kutoka mataifa mbalimbali ulimwenguni kote. Sasa tujitie nguvu, maana ukombozi wetu umekaribia. Ni Kishao Karagwe, tutapata nguvu mpya. Utaona matendo yale makuu ya Bwana Yesu live, maombezi na miujiza. Katika semina hizi ni bure kabisa. Njoo pokee uhusiano mpya na Mungu wetu. Njoo muone Yesu yule mwenye uwezo wote, naye atakukumbuka tena kama alivyowakumbuka wengi katika semina hizi kama hawa. Kagera Karagwe, moto umewaka Kanani. Ndugu mtazamaji wa Roba Television, usipange kukosa, maana kuna baraka za ajabu sana na hapa utukufu hapatoshi. Yaani kama hivi unavyoona tayari mafuriko yameshaingia mahali hapa. Katika semina ya kitumishi Kishao, kanisa la Kanani, makao makuu Kishao. Kuna watu mbalimbali kutoka nje ya nchi, kutoka Amerika, Australia, kutoka Tanzania, kutoka Dar es Salaam, kutoka Burundi, wote wako hapa. Askofu Robert anaombea bure, sio maji wala mafuta, ni kwa jina la Yesu wa Nazareti unapokea miujiza yako. Robert TV kwenye kingamuzi cha Azam mnafuatilia vizuri, miujiza mikubwa inazidi kutendeka. Kwa hiyo kilichonileta hapa ni kwa ajili ya neno la Mungu. Na timu nzima hii ni ya kanisa la Kanani Bible Church Bunazi.
unaweza kuona tumekuja hapa magari Costa na Tata, zaidi ya magari mawili, wako wengine wanakuja kutoka nyuma, lakini tunamshukuru Mungu sana sana sana, safari imekuwa njema. Kilichotuleta hapa ni jambo moja tu, tumekuja kwenye semina ya kitumishi. Baba Yesu akipambana, haleluya 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 haleluya, tunamwona Yesu akitupigania. Bwana Yesu akitubariki. Bwana Yesu, Yesu ametamalaki. Yesu ametamalaki. Nilikuwa sikai hivi. Amen. Mimi ndo Mama Salome. Wewe ndo Mama Salome? Mimi ndo Mama Salome. Ametenda miujiza. Jamani, mnasikia? Akukanyaga mafuta hapa. Hakuna maji hapa. Hakuna fedha hapa. Hakuna kununua bidhaa hapa. Ni kwa jina la Mnazareti. Watu wasipoamini kwa neno, waamini kwa matendo kama haya. Wakati nilitoka huko, nilisikia sana nataka pona. Nimezunguka kilomita mzuri kubwa kabisa la kimataifa. Tukutane Karagwe. Siku 7 tutakuwa pale, tunaomba juu ya matatizo yako, magonjwa yako, ile kiroho chako. Tutaamka usiku kushindana na yale yaliyokushinda. Unaongea na marehemu kila siku usiku, ulali, usingizi wako una shida. Unaota ndoto za kukimbizwa uko shuleni, unapika, unapalilia makaburi. Basi unayo nafasi ya kulala kule na ukaamka ukashangaza ndoto zikukaribii tena. Lakini usikose, wewe unahitaji kujifunza neno la Mungu kwa undani. Watu wengi wameuliza, baba unafungua chuo huko, chuo kiko wapi tuje kujifunza? Usikose semina hiyo, hata upate refresher course. Lakini tunacho chuo tunatarajia kukizindua huko Karagwe. Hakikisha unakuja na F20 kwa ajili ya ada ya kukaa siku zote 7 ambazo utalala mahali utakapolala na kula utakachokula. Kitakachopatikana kikubwa kinachotuleta kiwe kusikia mambo ya rohoni. Hakuna jambo la kumshinda Yesu. Wote mnakaribishwa. Atutuli.